Utakuwa ni mchezo mzuri kutazama kwa sababu uhitaji wa timu zote mbili. Pamba ni moja kati ya, umetoka kueleza vizuri, moja ya timu ambayo ikiwa nyumbani haijafungwa mchezo wowote kwenye michezo ambayo amecheza msimu huu. Ni timu ambayo imeruhusu mabao 10 kwenye michezo 17. Ina maana kuna michezo mingi hapo hawajaruhusu mabao, na kwenye hayo mabao 10 kuna michezo aliruhusu mabao 3. Kwa mfano mchezo wa Yanga na Pamba wa kwanza, Pamba aliruhusu mabao 3, lakini pia Pamba aliruhusu mabao 3 na JKT Tanzania. Kwa hiyo unagundua katika mabao 10, mabao 6 alifungwa kwenye michezo miwili, aliruhusu kwenye michezo miwili peke yake, lakini mabao 2 pia aliruhusu kwenye mchezo wao walipocheza na Azam Football Club. Kwa hiyo unagundua mabao 8 kati ya yale ambao wamefungwa kwenye michezo 3 peke yake. Kwa hiyo unagundua kwamba ni timu ambayo ina uwezo mzuri wa kuzuia. Nini ambacho kinafanya Pamba wawe imara zaidi kwenye kuzuia? Tunasema unapotengeneza shape yako ya ulinzi kuna vitu ambavyo vya kuzingatia. Sio wakati nyie mkiwa hamna mpira. Ni wakati ambao nyie mkiwa na mpira mnakuwa bora kiasi gani, na wakati ambapo mnapopoteza mpira, hasa mnapoenda kushambulia. Kwa hiyo Pamba Jiji amekuja na msimu huu, kocha Francis Baraza amekuja na makocha watatu, mabeki watatu wakati. Mabeki watatu wale wakati wanakusaidia kwa sababu hata mmoja ikitokea ameenda kushambulia basi watabaki wawili. Lakini hata fullbacks, wingbacks zote zikienda kushambulia, nyuma mtabaki na watu watatu. Tunaita rest defense. Wakati mnashambulia, safu yenu ya ulinzi na baki vipi? Iko ndio eneo ambalo wamefanikiwa. Kwa hiyo ubora wa goalkeeper Yona Amos kwa kile ambacho amekuwa akifanya, ndio goalkeeper ambaye ameshinda tuzo za man of the match nyingi zaidi kuliko goalkeeper yoyote. Lakini pia uwepo wa Mangalo, consistency ya Mangalo kwenye eneo la ulinzi, uwepo wa mtu kama Mwashinga, lakini mwanzoni alikuwa Brian Ishianda, moja kati ya walinzi wazuri ambao walikuwa wanacheza wale mabeki watatu wakati, pamoja na Mwashinga, Ishianda na Majid. Lakini alipoumia Ishianda, Mangalo akawa anacheza Mangalo, Kunambi na Mwashinga. Naamini sasa hivi Ishianda pia amerejea. Kwa hiyo au mabeki watatu wakati. Lakini kulia anakupa mtu kama Kibailo au Kenny Kunambi. Sometimes Kenny Kunambi anaungana na mabeki watatu. Unapokuwa na watu hawa kuna faida kubwa sana. Lakini wingback zake sometimes Kibailo, sometimes anacheza Ibrahim Abraham, unagundua kuna kitu kizuri sana. Lakini eneo jingine ambalo Pamba amekuwa solid sana ni eneo la kiungo, hasa sehemu ambapo anacheza Kevin Nasho. Kuna mechi kadhaa alicheza Samuel Antwi, lakini hata mechi chache ambazo alipewa nafasi Michael Samamba, ili eneo bado lipo vizuri. Kwenye eneo la juu mtu kama Matthew Tegis Momanyi amekuwa pia na muendelezo mzuri kwa kile ambacho anakifanya, lakini Peter Luasa mmoja kati ya watu wengine ambao wanaweza. Sasa wakisha cheza na mabeki watatu na wale mabeki wingback wawili wanakuwa watano, jumlisha na viungo juu, mara nyingi anasimama Matthew Tegis Momanyi, ambaye yeye kazi yake kubwa ni kupigiwa mpira mirefu, anaangalia jinsi gani ambavyo anaweza kucheza. Lakini ubora huo kwa upande wa Pamba Jiji ni tofauti pia na ubora wa Yanga. Nimetoka kuzungumza ubora. Nini changamoto? Kwa hiyo unapocheza na beki watatu, unapocheza na beki watatu wakati, hii timu ili uweze kuifungua kirahisi inahitaji utumie wings ambao wanatanua uwanja. Kwa maana gani? Kwa mfano wingback amecheza Ibrahim atapanda kwenda kumwaga maji. Nyinyi mkinyang'anya mpira, piga sehemu ambapo alipaswa kuwa namba 3 au sehemu ambapo alikuwa namba 2. Kwenye mapana ya uwanja utakuta hao mabeki watatu wakati ambao wanabaki, wengi wanabaki katikati, italazimika mmoja aende pembeni. Akienda mmoja pembeni, ina maana utapunguza idadi ya watu watatu wakati watabaki wawili. Hawatakuwa comfortable kwenye kuzuia. Hiyo ndio disadvantage. Unaona mechi ya Simba walikuwa wanapiga mpira kwenye mashimo hayo, sehemu ambapo wanaondoka kama wingback kwenda kushambulia, ilikuwa na faida kubwa sana. Kwa hiyo hiyo ni madhara, lakini Yanga nao wanakuwa na ubora wao wa aina tofauti. Msimu huu ni moja kati ya timu ambayo imefunga mabao mengi kuliko msimu uliopita, lakini changamoto ya msimu huu, mabao yao hayajagawanyika kwenye kila mchezo. Yanga msimu huu wameshindwa kufunga bao na Azam, wameshindwa kufunga bao na Simba, wameshindwa kufunga bao na wana michezo 3 hawajafunga bao. Na Mbeya City hawajafunga bao. Kwa hiyo unanigundua ni timu ambayo pia imefunga ndio mabao mengi, lakini kuna michezo ambayo walishindwa kufunga mabao. Kwenye huu mchezo unaelekea kuna baadhi ya wachezaji wamerejea, ni jambo jema. Kwa mfano kumuona mtu kama Prince Dube, naamini ataenda kuongeza kitu, lakini mtu kama Sure Boy, mmoja kati ya watu wengine ambao wanaenda kuongeza ubunifu kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo Yanga na wachezaji wengi wazuri, na tukiweka mchezo wenyewe
bado Yanga anaonekana kama ni timu ya kwanza na ana advantage zaidi. Kipo ambacho kinazungumzwa kwamba kwa upande wa Pedro Goncalves kuna muda anakuwa kama muoga fulani hivi kwenye baadhi ya mechi kuziapproach. Ni kweli hiki kwamba kuna muda anakuwa ni muoga, ndio maana kuna muda anaambulia sare au akishapata bao moja kuna muda unaona timu inacheza nyuma? Mimi sidhani kama Pedro ni muoga, ila kuna muda tu, unajua kila mtu anautazama mpira kwa mtazamo wake. Kuna mechi anaweza kaanza Dube pamoja na Dep au na washambuliaji wawili, lakini kwenye hiyo mechi utamkuta pia Pacome au Alan Okello. Hao ni wachezaji wanne wenye sifa ya kushambulia. Uwezo ukasema ni muoga wa mechi kocha ambaye anaanza na wachezaji wenye tabia ya kushambulia wanne. Tutasema muoga wa mechi kocha anaanza na aina mchezaji ambaye mwenye tabia ya kushambulia mmoja au wawili. Tunasema sasa huyu ameevuka mechi. Kitu ambacho huwa kinatokea, timu ikikosa matokeo, watu huwa waangalii nini chanzo cha tatizo, ila wanachoangalia ni kwa nini timu imefungwa. Basi wanakuja na jibu kwamba kocha kazuia zaidi. Hakuna timu inayopenda kuzuia, ila kuna muda unalazimishwa wewe kutokuwa na mpira. Sasa ukilazimishwa kutokuwa na mpira, lazima mrudi nyuma mkabie kwanza tusifungwe, ndio mpira unavyosema. Tukishashindwa kufungwa, naamini tunaweza tukapata walau alama moja, na ndio maana Yanga msimu huu haijafunga mchezo wote. Kwa hiyo wana huo wastani mzuri wa kuzuia. Na hata idadi ya mabao ambao wamefungwa ni machache zaidi msimu huu. Wamefungwa sikusema mabao matatu sasa. Kwa hiyo ni timu ambayo imeruhusu mabao machache. Lakini kwenye kushambulia kuna off and on kwa wachezaji wengi sana. Msimu huu Depo ameshaumia, msimu huu Dube ameshaumia. Msimu huu kwa mfano mchezo wa mwisho alikosekana mshambuliaji asili kwenye eneo la kushambulia. Kwa kalazimika mtu kama Pacome Zouzoua, mtu kama Alan Okello, Mudasiri haya ndio alikuwa anazengea kwenye ile eneo la box. Kwa hiyo mimi sioni kwamba shida ipo kwa Pedro. Shida ipo kwa wachezaji wenyewe wa Yanga. Kwamba kuna muda kuna nafasi zinatengenezwa. Hakuna mechi ambayo Yanga hajatengeneza nafasi, lakini nani anazitumia hizo nafasi ndio zimekuwa changamoto. Kwa hiyo kocha anaweza kawa anasema yes, timu yangu ishambulie, lakini wachezaji wanapata 1 against 1 unakosa. Kocha anafanya nini? Kwa hiyo mimi sina shida na Pedro, ila watu wanapaswa kujua pia hii ni hoja ya msingi sana. Ligi ya msimu huu ubora umeongezeka. Wapinzani wanaokutana hizi timu kubwa wampandisha kiwango. Msimu huu Simba ameshapoteza alama 12 usikose. Msimu huu kama sio 14. Yanga ameshapoteza alama 10. Ya Simba kishapoteza alama 14. Yanga alama 10. Unaelewa nini? Kwenye msimu mzima uliopita Yanga alipoteza alama 8 peke yake. Msimu huu ameshapoteza alama 10 licha kwamba hajafungwa mchezo. Azam kapoteza alama ngapi? Licha kwamba hajashinda mchezo. Zaidi ya alama 18. Azam amepoteza alama 18 wakati hajashinda mchezo, hajafungwa mchezo wowote. Kwa hiyo wapinzani, wewe angalia Mtibwa Sugar, amemanage kupata alama na Yanga, amemanage kupata alama na Simba. Misimu miwili nyuma mitatu, ni ngumu timu moja ya mkoani au sio ile timu kubwa kuchukua alama mbele ya Simba, mbele ya Yanga. Ilikuwa ni kazi ngumu, lakini msimu huu timu kama Mtibwa imeweza. Timu kama TRA msimu pia imechukua alama kwa Yanga. Timu kama Dodoma Jiji imechukua alama kwa Simba. Timu kama Prisons imechukua alama kwa Singida Black Stars, imechukua alama kwa Azam. Unaelewa nini? Unagundua kwamba kuna baadhi ya vitu vimeimarika sana kwenye hizi timu ndogo. Licha kwamba matokeo bado timu kubwa zinaendelea kupata matokeo mazuri, lakini ushindani pia umeongezeka. Ukiondoa timu kubwa kushuka, timu ndogo zimepandisha viwango. Watu watarajie kesho kuona mchezo namna gani kati ya Pamba Jiji dhidi ya Yanga? Mchezo mzuri sana kwa in terms ya kiufundi. Naamini utakuwa mchezo mzuri, lakini mchezo ambao naamini Yanga ataingia kama timu ya kwanza. Historia inaibeba Yanga, lakini pia uhitaji wa mchezo Yanga unabeba zaidi. Kuna makosa madogo ambayo Pamba Jiji wanafanya. Hata wapinzani ambao walikuwa wanacheza nao, ukimwona Yona Amos anaibuka man of the match kwenye michezo zaidi ya 4 kwenye ligi kuu, unagundua kwamba amefanya kazi kubwa sana. Wapinzani wanapata nafasi, lakini goalkeeper ndiye anaibuka kwa shujaa. Hata mchezo wa kesho nategemea Yona Amos anaweza kupunguza idadi ya mabao mengi, lakini kama akiamka na siku mbaya, bado mabao yanaweza kuwa mengi zaidi.